mitandao ya kijamii imechafuka na hali za watu zimetibuka, na tunakoelekea sasa ni kwenye vita baina ya Ukristo na Uislamu, sio kupigana. Hatujafikia wakati tupigane, kwa sababu Mkristo mama mtoto Muislamu, mtoto Mkristo baba Muislamu. Kwa hiyo kwa Tanzania mchanganyiko uliofanyika huu, kupigana ngumu kidogo, lakini tutatifuana sana. Ila kwa hali zinazoendelea ndani ya nchi ya Tanzania na vurugu zake ambazo zipo ndani ya nchi ya Tanzania, zimetoa mwelekeo wa kubainisha Waislamu na wasiokuwa Waislamu, na huenda mbainisho huu unaleta nafuu ya mwelekeo fulani. Na kalili ya maneno mnielewe vizuri, huenda mbainisho huu uliotokea ukaleta picha ya unafusi fulani. Na lau kama wanajua watu wa protocol, lau kama wanajua, watumie hii hali inayotokeza sasa hivi kumaliza hili tatizo. Hili tatizo litaisha kwa hii hali inayotokeza sasa hivi. Nimeeleweka vizuri? Haya, msitizo wangu ambao naosema, sisi wa Tanzania kwa ujumla wake tuliokuwa nao, sisi tupo kwenye neema kubwa sana. Yaani Mtanzania akiwa Muislamu anaweza kuishi na Uislamu wake ndani ya mpaka Tanzania bila kudhulika na chochote. Mtanzania anaweza kaishi na Ukristo wake Tanzania bila kudhulika na chochote. Akawa mcha Mungu kwenye Ukristo wake pasina kumkera mtu, akaishi vizuri tu na ucha Mungu wake na Ukristo wake. Bali anaweza akachanganyika na Waislamu bado akawa ni mcha Mungu kwenye Ukristo wala hivyo. Bali yawezekana ikawa sasa yeye mfanya kazi, bosi wake ni Muislamu, afu akaishi katika ucha Mungu wa Ukristo bila kudhulika na bosi wake chochote Muislamu, na kinyume chake. Hii ni neema, inabidi ienziwe. Hii neema isipuuzwe ikadharaulika ikaleta madhara haya ambayo yanaonekana baadaye. Pia inapotokea panatokea changamoto kama hizi za hali ya sintofahamu kwa Tanzania, moja faraja kubwa sana kwa Tanzania na wanadamu kwa ujumla ni dini. Hizi dini zetu kubwa, Uislamu unaleta faraja kwenye kipindi kigumu kama hiki. Ukristo pia, yani kwa kwako ni mtu wa dini inaleta faraja kwenye kipindi kigumu kama hiki. Inapotokea sehemu hizi za kukimbiliwa ambazo ndo faraja, zenyewe ndo zinakuwa tatizo. Watu wanakimbilia. Wito wangu kwa viongozi wa dini, wawe wa Kiislamu wawe wa Kikristo, Allah, nyinyi muwe faraja wa Tanzania. Mnapoamua nyinyi kuwa ni chatu na changamoto kwa Watanzania, mjue mtakuwa masuhulia wa haya. Nimnukuu mtu mmoja katika wasemaji, anajulikana maarufu sana kwa jina la Hananja. Katika moja ya maneno yake alisema hivi kwamba imefikia wakati kuvaa hizi tai za uaskofu hizi kule Rwanda ni hatarisho, kwa sababu watu wakikuona tuna hii tai ya uaskofu wanakumbuka yale madhara aliyopata kupitia kwa maaskofu kule. Na kanisa Katoliki kutoka Vatican liliomba radhi kwa yale machafuko yaliyotokea Rwanda, kwa kuwa wao walishiriki katika yale machafuko. Sawa. Sasa sije kafikia wakati kanisa hili Katoliki likaja kuomba radhi tena Tanzania kwa machafuko ambayo, au mufti wa Tanzania au Waislamu sio wa Maka sio watu watakuja kuomba radhi nchi ya Tanzania kutokana na machafuko ambayo yanasababishwa na upande huo wa dini. Hili ni jambo jingine pia, chango wangu mimi katika hizi vurugu zinazoendelea, kwamba Waislamu walipambania sana uhuru wa nchi hii kwa jasho na damu na kwa uzalendo usiomithilika. Baada ya kushinda uhuru wa nchi hii, walikwenda kumweka Mkristo katika kundi la Waislamu, naweza kusema wote. Na Wakristo ambao nawakumbuka wakati walikuwa Julius Kambarage Nyerere, alikuwepo John Rupia na watu kama wawili watatu tu. Lakini wengine wote waliobaki walikuwa Waislamu watupu. Na sikwambii Waislamu, walikuwa mashehe. Na sikwambii mashehe, kuna baadhi ya mashehe
walipinga hili jambo la kumtanguliza Mkristo kwenda kumpa uhuru, na haya maneno walikuja kumgharimu sana. Sheikh Suleimani Takadir aliwaambia wenzake kwamba tumeenda mwituni, tumekwenda kuinda mnyama, tumempata mnyama, tumle sisi au tuwape watu wengine wale? Kwenye maneno yale Julius Kambarage Nyerere alikuwepo, akamwambia Sheikh Suleimani Takadir, huyo alikuwa ni sheikh kabisa, anatoa durusu pale Kariakoo, akamwambia mzee, unaleta udini. Tuelewana vizuri? Kwa hiyo kuna baadhi ya mashehe hili neno lilimdhalilisha sana mzee Suleimani Takadir. Na wasatu Waislamu wa jaziba walikuwa kutoka wakati huo. Mzee alikuwa anafanya darasa zake, kulikuwa kuna vijana wanakwenda namzomea baada ya maneno. Pale mitaa Kariakoo alikuwa anazomewa baada ya maneno, kuonekana anataka kuleta mpasuko katika umoja wa Tanzania. Sawa? Kwa mapenzi makubwa na uzalendo mkubwa wa nchi, kundi kubwa la Waislamu lililopigana kwa jasho na damu, mashehe wakiwa wengi. Miongoni mwa mashehe mzee Masudi, baba yake mzazi Jongo, Sheikh Jongo alikuwa ni shekhe, lakini palikuwa pana Sheikh Hassan bin Amiri, ni mashehe kabisa hao, ni mashehe wakubwa, na wengi wao waligharamika baadaye kwa kumtanguliza sio kwa Muislamu. Lakini tunasema Waislamu kwa uzalendo mkubwa walipigania uhuru, alafu kwa uzalendo na kuipenda nchi walimweka Mkristo. Sawa? Waislamu mimi ninavyojua, na naomba kwenye hili jamani mtuhurumie sisi wasemaji kwenye Uislamu. Leo tunapata tabu sana kwa tuliza Waislamu. Tunapata tabu kweli kwa tuliza Waislamu, na kuna wakati tunatuhumiwa sisi kwamba nyinyi vibaraka tu, nyinyi mmenunuliwa, ndio maana mnakuwa oga. Sasa jamani, huko kwenye mitandao kishawaka Neno langu nasema kwenye nukta hii, Waislamu kwenda kutafuta tena uhuru wa Tanzania sio kazi. Swali utafuta mara ya kwanza, watashindwa kwenda kutafuta uhuru wa Tanzania mara ya pili. Na mmeona mimi nafuatilia mitandao ya kijamii mikoa yote Tanzania, iliyobaki michache na siku si nyingi nao watatoa matamko. Nimelisikia tamko la Waislamu wa Dar es Salaam, nimelisikia tamko la Waislamu wa Arusha, nimelisikia tamko la Waislamu wa Mwanza, na kazi bado inaendelea. Nimelisikia tamko la Waislamu wa Mtwara na Lindi. Sawa? Haya matamko haya yatakwenda kutolewa na Waislamu Tanzania nzima. Mimi nimekupisha maneno kusema hivi, Waislamu ndio ambao walitoa jasho na damu kutafuta uhuru huu. Kurudia tena kutafuta uhuru sio kazi. Na Waislamu wao kwa tafsiri yao wanapoingia katika kadhaa kama hizi, wana moja mawili ambayo yote wapotezi. Ima nasru wa ima shahada. Ogopa sana mtu ambaye anaingia kwenye mapambano na mtazamo wa eneo. Yaani yote itakachotokea kwake ni faida tu. Ima nasru wa ima ashahada. Ima apate nusura, ushindi kwa hizi changamoto ambazo zinatokea, ashinde. Lakini kama akushinda, akashindwa kwa maana akauawa, anakwenda peponi. Mnatamani kukabiliana na watu kama hao? Sasa Waislamu kuja kutafuta tena uhuru wa nchi mara ya pili sio tatizo, sababu ishatafuta uhuru mara ya kwanza. Na kwa uzalendo wa Waislamu hawataona tabu kumpa utawala mtu yeyote. Atakayekuwa yupo tayari kusimamia utawala, wapo tayari kumwachia utawala kama walivyofanya mwanzo, sio tatizo. Lakini mnatamani nchi kioko. Mimi nawaambieni ukweli kabisa, mimi nawaambia mimi Waislamu nawajua, nimezungumza neno hapa, tunapata tabu sana sisi kuwazuia Waislamu. Waislamu wakifikiwa na moyo kwenye lugha za udhibiti zinaita ukhawarij, wanatupa tabu sana kuwarudisha. Na nchi ya Tanzania ni shahidi. Unaona wale watu wa Kibiti wale wameshughulisha sana mamlaka za usalama, ulinzi na usalama wa nchi, na wamepoteza krimu ya wanajeshi wa Tanzania, makomando kwenye zile vurugu. Na wale watu hawakuwa rasmi, mnajua ni wahuni fulani wa Kiislamu, wametiwa hamasa na jazba, wamejazibika wakaingia huko pepo wakafanya mambo mengi ya ovyo. Msiufungue mlango. Mlango tumepigana kweli kuufunga. Tunapambana kweli sisi mashehe, maduati, tumepambana kweli na baadhi ya vyombo vya ulinzi na usalama vimesaidia. Hii shari imepungua. Lakini naambieni billahi alaikum, ukitoka wito kwa jina la Uislamu,
watakuja hata wasiokuwa wa Tanzania, kama ilivyokuwa Watanzania wengi wanakwenda kwenye machafuko ya nchi nyingine kwa sababu tu wito wa Uislamu. Huu mlango jamani msiufungue. Mtakumbuka maneno yangu, fasatadhkuruna ma aqulu lakum. Watanzania msiufungue huu mlango. Mnaona matamko yanayotolewa na Uislamu kila sehemu, na wengine wametamka kwa wazi kabisa tutachinja. Mimi nawaambieni hawa watu waga watishii. Huu mlango ufungeni. Watu wa dini msishiriki kwenye hizo vurugu. Na matamko yanayotolewa na vinavyoonekana nyuma ya pazia vinaonekana wazi kabisa kuna baadhi ya madhehebu za kidini zinashiriki kwenye hili. Allah. Huu mlango nyinyi mtakuja kukuvuka, mimi nawaambieni. Yaani hii kesi kishachukuliwa na Waislamu. Waislamu hawana wanachokipoteza. Yeye mnajua vurugu za Afghanistan, baadaye vurugu za Chechnya, Bosnia. Makamanda wote wakubwa wanaotajwa kwenye vurugu zile hawakuwa Afghanistan. Waafghanistan walikuwa wachache sana. Abdurrabbi Rasuli Sayafu, Mfilipino. Sawa. Omar Shishan ni Mchechnya. Sawa. Usama bin Laden ni Msuudia. Sawa. Al-Khattab ni Msuudia. Hawa ni makomando ambao walikuwa wanaogopa kwenye uwanja wa akitajwa tu jina lake dunia inaogopa hao watu. Lakini wengi wao kama sio wote hawakuwa ni wa Afghanistan hao. Lakini walikuwa makamanda wapiganishaji kule katika uwanja wa mapambano Afghanistan. Sasa sio tu kwamba hatutaweza kuwadhibiti wa Tanzania, Waislamu wa Tanzania. Huu mlango ukifunguliwa atakuja watu wa nje. Nchi itakuwa kwenye machafuko mabaya sana. Nasallallahu alaihi. Sisi tuendelee kuiombea nchi amani. Na tuendelee kuwakumbusha Waislamu kwa njia kwa Tanzania, sio Waislamu wa Tanzania, kwa njia hizi za upole kwa upole. Lakini kama itakuwa kuna watu wamedhamiria kwamba umemwaga chakula na mwaga mboga, hao Waislamu hawatamwaga mboga tu, watachoma na vyombo vyenyewe. Mimi nawajua Waislamu, nimeishi kwenye maeneo ambayo yana vurugu za Waislamu. Msitamani hii hali iwafike Waislamu waingie uso kwa macho katika kadhaya hizi. Hali ya nchi itakuwa katika wakati mgumu sana. Biashara zinazofanyika zitafanyika tena, lakini watoto ambao wana matarajio ya kesho yao yenye bishara njema katika taaluma zao, katika matarajio yao mema, hawatafikia huko. Kwa tunaomba watu wale wenye busara na hikma watumie busara zao tusifike huko. Na wale wote ambao wanaitakia nchi yetu mabaya, shangaa sana vyombo vya habari vya kimataifa. Alhamdulillah leo msemaji wa serikali kajibu msemaji wa serikali ile kwa wajibu, CNN, BBC kawajibu. Inakuwaje nyinyi sehemu ina machafuko mnashabikia machafuko, au nyinyi ndio mnatengeneza machafuko? Na kama mnafikira kwamba mtengeneze ya machafuko ili ifike siku eti muweze kuja kuitawala Tanzania, hilo jambo ondoeni kwenye fikra zenu. Tuliweza kumuondoa mkoloni wa mwanzo, tutamuondoa mkoloni wa pili. Sawa? Na huu ni wito kwa Watanzania wote. Watanzania wana uwezo wa kumuondoa mkoloni wa pili kwa sababu waliweza kumuondoa mkoloni wa kwanza. Kama nyinyi ndio mmetengeneza machafuko haya mkayapa promotion kwenye vyombo vyenu vya habari, tafadhalini jamani Waislamu wa Tanzania, hatutaki upuuzi. Kama nchi yetu ina matatizo, tunayo matatizo yetu. Tokea uhuru umepatikana na kabla uhuru na baada uhuru, na tunaishi matatizo yetu, tunayaishi matatizo yetu. Tunabadilisha kidogo kidogo, tunakwenda siku zinakwenda. Lakini kulazimisha kuleta hayo mnao yataka nyinyi kwa sababu hamtaki vitu fulani kwenye mipaka yetu ya nchi, hili ni tatizo. Mara nyingi nyinyi jicho lenu linaangalia hapa chini. Kwa nini hizi katuni za kumchora rais wa nchi ya Tanzania zinawekwa sana? Katuni hizi yupo na Ibrahim Traore, kuna uhusiano gani? Eti kwa sababu Muislamu mwenzake wao wanaona mbali zaidi na wanachokitengeneza kipo mbali zaidi ya hivyo unavyofikiria.
Yaani taswira ya kwamba kama alivyokuwa Ibrahim Traore hafai, pamoja pia mwenzake ni nani? Umeona? Yaani kama vile unavyomuona kwamba Ibrahim Traore amewatoa tonge mdomoni. Kwa hiyo anamtafsiri pia Samia naye anafanyaje? Kwa hiyo katuni zinazotengenezwa kwenye mitandao ya kijamii utamuona anacheza mziki Traore, pembezoni mwake anacheza mziki nani? Samia. Hizi katuni zipo nyingi, zihesabu kwenye mitandao ya kijamii zinaweza kufika milioni 10. Kwa nini Samia Traore? Samia Traore. Na nini ujumbe gani mnaofikisha? Kwa maana kwenu nyinyi kikwazo kilichokuwa kwa Traore ndio kikwazo kilichokuwa kwa Samia. Yale mnayokosa Burkina Faso ndio ambao mnakosa wapi? Kama tunayo madini ni ya kwetu jamani. Kama tunazo gesi pia ni za kwetu. Na kama hili jambo litakuwa linatoka Marekani, kwani Marekani hamna gesi yenu? Kaeni na gesi yenu na sisi tukaa na gesi yetu. Nyie chimbeni gesi yenu na sisi tunachimba gesi yetu. Au nyie lazima mje mchimbe gesi yetu sisi? Lazima. Sisi kama tatizo letu kwa sababu tuna madini. Kwani Marekani hamna madini? Chimbeni madini yenu na sisi tutachimba madini yetu. Na kama mnataka kuja kuchimba madini yetu, basi tukae pamoja, tuzungumze kwa pamoja. Alafu tugawane kiwango kwa kiwango. Sawa? Na kalima naiandaa, nadhani itakuwa ni khutba ya Ijumaa, sio hii inayokuja. Nadhani hiyo inayokuja baada, yani baada ya Ijumaa hiyo ijayo. Maisha ya mwanadamu yanazungukwa na vitu vingapi? Hiyo khutba inshallah itaanza Ijumaa hiyo ijayo. Khutba Ijumaa hii namalizia kipengele cha mambo ya sulhu kama ambavyo nimeanza namalizia hapa inshallah. Lakini Ijumaa hiyo ijayo nina kalima nimeiandaa, inasema hivi: maisha ya mwanadamu yanazunguka kwenye vitu vingapi? Hii kalima muhimu sana. Niliashiria siku ya Alhamisi sehemu fulani. Nilizungumza kalima hii siku ya Alhamisi sehemu fulani. Wale watu walikuwa wanasikiliza wanasema, "Sheikh, tungekuletea na TV tukachukua alafu tumtumie mama asikilize hili neno muhimu sana." Nikamwambia hili muhimu sana, lakini sehemu ya kwanza itakuja kwa ukamilifu wake. Maisha ya mwanadamu yanazunguka sehemu ngapi? Masalihi ad-daruriyya wa masalihi ihtiyajiyya wa masalihi tamattu'iyya, kama utaita hivi. Mwanadamu katika maisha yake ana vitu vya dharura kwenye maisha yake, alafu ana vitu vya haja kwenye maisha yake, ana vitu vya starehe kwenye maisha yake. Wanadamu tunapogombana duniani, tunagombania mambo ya dharura, tunagombania mambo ya haja, tunagombania mambo ya starehe. Tunaposema mambo ya dharura kwenye maisha ya mwanadamu, yanakusanya vitu vingapi? Tunaposema mambo ya haja kwenye maisha ya binadamu, yanakusanya vitu vingapi? Tunaposema mambo ya starehe katika maisha ya mwanadamu, yanakusanya vitu vingapi? Nyinyi mnapotaka kwetu kitu, mnataka vitu vyetu vya dharura, mnataka vitu vyetu vya haja, mnataka vitu vyetu vya starehe. Alafu wewe unapoleta ukorofi na mwenzako, unaleta ukorofi kwa kutaka vitu vya dharura kwako, au unataka vitu vya haja kwake, au unataka vitu vya starehe kwake. Magombano yote duniani unayoyaona bila istithna yamegawanyika katika sehemu hizo tatu. Mtu anagombana na mwenzake kwa sababu ya kulazimisha zile haja za dharura alizokuwa nazo ambazo zipo kwa mwenzake, lazima nizipate, ni lazima. Sawa? Lakini kuna wakati aita ugomvi kwa sababu ya zile haja zake za mahitaji ya kawaida ya binadamu. Sawa? Alafu na wakati anagombana na mwenzake kwa sababu ya kutaka starehe kwa mwenzake. Ile starehe ipo kwa mwenzake anaitaka yeye. Je, unapokuwa na haja za dharura, misingi ya kiutu na misingi ya kisheria inahitaji upite njia gani ili wewe salama na wenzako wawe salama? Inapotokea una haja, zile misingi ya haja ya kibinadamu, upite njia gani ili wewe salama na mwenzako wawe salama? Inapotokea unahitaji starehe kwa binadamu mwenzako, upite njia gani ili uwe salama wewe na mwenzako? Usisababishe madhara kwa mwenzako kwa sababu unataka haja zako za dharura kwake. Usababishe madhara kwa mwenzako wakati unahitaji haja za mahitaji ya kibinadamu, lakini usababishe madhara kwa mwenzako wakati unahitaji starehe tu kwake. Vibaka wanaotuibia simu zetu, wanaotuibia vitu vyetu, huwa wanakuwa na nini katika hivi tatu? Wana dharura au wana haja au wanataka starehe. Anapokuja mtu kakukaba, anataka kukuibia pesa,
Ana nini katika mambo matatu? Ana dharura ndio maana kaukaba, ana haja ndio maana kaukaba, au anataka starehe tu, achukue hicho kitu chako aende kastarehe? Anataka nini kwako? Si tumeelewana? Machafuko yote katika maisha ya wanadamu yamegawanyika ima kwa dharura alizokuwa nazo, au haja alizokuwa nazo, au starehe anayohitaji. Mnapokuja kwetu mnataka nini? Mnazo dharura, mnahitaji kwetu sisi tuwasaidieni kwa dharura zenu, tukae pamoja tuongee tuwasaidia vipi. Mmekuja kwetu mna haja, mnahitaji haja, tuwatatulieni. Mje kwa adabu kwetu, tukae tuangalie tutawasaidia vipi kwenye haja zenu. Miongoni mwa haja katika maisha ya mwanadamu ni kuoa. Unapotaka kuoa unakwenda kukaba sehemu, unakwenda kumteka binti ya watu, unakaa na watu wenye binti, mnapanga pamoja, mnakubaliana toa mahali, wanakupa binti kwa hiari kabisa. Au ukitaka tu binti, huna mke, unaenda kumteka, anakuwa mke wako. Ndivyo hivyo. Hizi ni haja za maisha ya binadamu. Muda wako ni haja, nenda kwa ustaarabu kwa watu ambao unajua wanaweza kukutatulia haja zako. Mna haja na madini yetu, sisi wenyewe pia madini yetu tunahitaji. Kwa mnataka madini yetu tukae pamoja tukubaliane 50 kwa 50. Sawa? Nyinyi mnataka kuchimba, sisi tunahitaji pesa. Chimbeni madini yetu, chukueni kiasi fulani, tupeni 50 na nyinyi chukueni 50. Kuna ugomvi hapo? Sasa ukishaona gesi yangu wewe unaitaka, alafu unalazimisha kuleta vurugu ili uchimbe gesi yako, na mimi nikubali, ndio mwanzo wa ugomvi. Tuelewana vizuri ili neno biidhnillah wa tawfiki litalileta inshallah kwenu kwa uzuri zaidi na adila zake za kisheria na aqwali za ahlul ilm kwenye masala haya, masalihi ad-daruriyya wa masalihi al-hajiyya wa masalihi ikhtiyariyya. Sawa, biidhnillah wa tawfiki. Nadhani muda umekwenda sana, tutosheke na haya maswali. Inshallah tutaulizana katika darasa lijalo. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته وسلم، والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا.